Ndio, mtazamaji na mfuatiliaji wa Sauti ya Habari, jina langu naitwa Yusuf Sadoki ambaye niko hapa kukufahamisha kitu ambacho kinaendelea ama kuhusiana na kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump ambaye siku leo ametoka zalani na kuzungumza kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Irani yanapumulia mipira. Maana yake anamaanisha kwamba yapo katika hali mbaya na kuna uwezekano wa makubaliano hayo kutokufanyika ama makubaliano kufanyika lakini yasifikie mwafaka. Na tunafahamu miezi kadhaa hapo nyuma Marekani pamoja na nchi ya Irani waliwahi kukutana kwa ajili ya kuzungumza lakini hawakuwahi kupata mwafaka. Sasa Marekani ama rais wa Marekani ameweza kuzungumza kwamba mazungumzo yapo katika hali mbaya na uwezekano wa mapigano hayo ama amani makubaliano ya kutafuta amani yasiweze kufikia muafaka. Rais wa Marekani ametoa kaulio wakati Irani ikikataa mapendekezo ya Marekani la kumaliza mzozo huu ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu, na badala yake Irani yenyewe imeendelea kusisitiza ya kwamba inataka masharti ambayo iliyatoa kwa nchi ya Marekani yaweze kufuatiliwa, yaweze kuwekewa mkazo ama Marekani iweze kuyafata. Na wakati huo masharti hayo ambayo Irani iliweza kuyatoa kwa Marekani, Donald Trump yeye anadai kwamba ni upuuzi na hawezi kuchukulia hatua yoyote ile, na ndio maana unaona mzozo kila siku unazidi kuongezeka. Irani imekataa pia vita visiweze kusitishwa katika maeneo mbalimbali ambapo vita imekuwa ikiendelea, na ikiwemo ni eneo la Lebanon ambako kumekuwa na mapigano ya muda mrefu ambako huko kundi la Hezbollah ambalo linaungwa mkono na nchi ya Irani imekuwa ikifanya vita na nchi ya Israeli, ambalo Israeli tunafahamu kwamba inaungwa mkono kwa asilimia nyingi na nchi ya Marekani. Ni vita vimekuwa vikiendelea kwa muda mrefu. Sasa Marekani yenyewe haitaki kufuata masharti ambayo nchi ya Irani iliyatoa, na Irani imesema ili makubaliano ama amani iweze kupatikana inabidi Marekani iweze kufuata masharti ambayo yameweza kuwekwa na nchi ya Irani. Na Irani imekataa vita visisitishwe wakati Marekani ambapo ilikuwa inasema kwamba vita visitishwe ili wanapoingia katika mazungumzo waingie wakiwa katika hali ya usalama, ikiwa inatawala katika maeneo mbalimbali ambapo vita vimekuwa vikiendelea. Lakini Irani imesema kwamba vita havitositishwe na vita vitakuwa vitaendelea mpaka pale ambapo watakwenda kwenye mazungumzo na watakapopata mwafaka. Ikitokea wamepata mwafaka vita vitasitishwa, ikitokea mwafaka hujapatikana basi vita vitazidi kuendelea. Ndio Irani inavyotaka hivyo, wakati Marekani ikisema kwamba vita visitishwe mpaka pale ambapo watapoingia kwenye mazungumzo na kuweza kupata mwafaka na kutambua nini hasa ambacho kinachoendelea. Marekani kwa upande wake ikiwa inapendekeza kusitishwa kwa mapigano hayo kama ambavyo nimekuambia kabla ya mazungumzo, masuala ya amani yakiwa yanazidi kutafutwa na yale masuala yenye utata basi yaweze kuondolewa. Lakini Irani yenyewe bado inaendelea na vita, na pia Marekani yenyewe iko kwenye mkazo wake ule wa kuiambia kwamba nchi ya Irani iache kutengeneza ama iache kuzalisha nuclear. Na hapo ndipo mzozo mkubwa ambapo unazidi kuongezeka, na ndipo tukio kubwa ama tusema uadui kati ya Marekani na Irani unazidi kuongezeka, kwa sababu Marekani haitaki Irani izalishe mabomu ya nyuklia. Wakati huo Irani yenyewe inataka kuzalisha mabomu ya nyuklia ili kuzidi kuimarisha ulinzi, na sio kuimarisha ulinzi bali kuzidi kujiweka katika miongoni mwa nchi ambazo zipo katika hali ya usalama mwingi ama mkubwa zaidi hapa duniani. Hichi ni kitu ambacho kinaendelea na mambo yanazidi kuwa mambo na ugumu unazidi kuonekana, na hali ya kutopatikana kwa amani basi inazidi kuongezeka kati ya Marekani pamoja na nchi ya Irani, huku maeneo ya Hezbollah, maeneo ya Lebanoni vita vikiwa vinaendelea kati ya Lebanoni ambao wanaungwa mkono na Irani na Marekani na Israeli ambao wanaungwa mkono na nchi ya Marekani. Mambo yamekuwa ni magumu sana, mtazamaji wa Sauti ya Habari. Mambo yamekuwa ni magumu hasa katika mataifa huko ya Ulaya, hasa ukifuatilia katika vita hivi, na ukiangalia vita hivi ambavyo vinaendelea sasa hivi ndivyo ambavyo vinasababisha bei ya mafuta kupanda kila siku na kutokueleweka. Maana bei ya leo itakuwa ni tofauti na kesho, na kesho itakuwa ni tofauti na kesho kutwa, kwa sababu taifa la Irani ndio ambayo kwa asilimia kubwa imekuwa ikimiliki mlango wa Hormuz ambao umekuwa ukipitisha mafuta kwa kiasi kikubwa. Sasa Marekani
Sasa Iran baada ya kuingia mgogoro na kwa muda mrefu na nchi ya Iran kuingia mgogoro kwa muda mrefu na nchi ya Marekani, imefikia kati ikaanza kufunga mlango wa Hormuz ambao ulikuwa ukipitisha mafuta, na Marekani kupeleka vikosi vyake katika mlango ule pale na kuzuia meli za kivita. Licha ya kwa kiasi siku kadhaa hapo nyuma Iran ilikuwa imefungua ule mlango, lakini baada ya Marekani kuanza kushambulia meli za kibiashara za Iran, Marekani ikaanza kufunga tena mlango wa Hormuz. Sasa vita imekuwa ni ngumu, ama makubaliano pande zote mbili zimekuwa ni vigumu, licha ya kwamba wote wanataka amani iweze kutawala, lakini sasa namna amani ambavyo inaweza kupatikana ndiyo imekuwa vigumu, kwa sababu Iran inataka amani iweze kupatikana, lakini inataka masharti ambayo yenyewe imeweka basi yaweze kufuatwa. Lakini pia Marekani na yenyewe inataka amani iweze kupatikana, lakini pia Marekani inataka masharti ambayo yenyewe imeweka basi yaweze kufuatwa. Yaani kila nchi inataka masharti yake yaweze kuwa juu ya nchi nyingine. Hapo ndipo ambapo ugumu unapoanzia na utata unapoanzia. Mtazamaji wa Sauti ya Habari, wewe usikae mbali pamoja na channel hii. Kaa karibu ili uzidi kufahamu nini ambacho kinachoendelea. Cha kufanya wewe subscribe, share, comment pamoja na kulike kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kutokea hapa ulimwenguni kote. Kumbuka langu jina naitwa Yusuf Sadoki.